Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukifuatana na hapo unatambua vile vile kwamba urushaji wa matangazo ya moja kwa moja ni haki ya kikatiba ya wananchi kupata taarifa, na shirika la habari la taifa ni shirika la umma. Lakini ndani ya bunge, Mheshimiwa Waziri Mkuu, una taarifa zilizo rasmi kabisa kwamba serikali yako imetoa kauli hapa kuzuia urushaji huo wa matangazo. Na sambamba na uzuiaji wa urushaji huo wa matangazo, umeendelea kuwepo matumizi makubwa ya majeshi yetu kuanzia Zanzibar hadi hapa, na Zanzibar katika kupinga matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar ambao ulikuwa ni uamuzi wa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaiambia nini dunia kwamba awamu yako ya 5 sasa ndio imekubali kuwa utawala wa kijeshi kwa mgongo wa utawala wa kidemokrasia? Kabla ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kujibu, kuna mbunge akajitokea huko, nafikiri mmemwona wote, akapita mbele ya Mheshimiwa Mbowe akiongea. Basi nimemvumilia tu kwa sababu ya ugeni na nini, lakini tusome kanuni tuzielewe. Hupiti mbele ya mbunge anayeongea na spika, hukatizi katikati yake. Kanuni zinakataa. Naomba tu observe kanuni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza niseme namshukuru sana kiongozi wa kambi ya upinzani kwa maswali yake mawili ambayo yanahitaji ufafanuzi na Watanzania waweze kujua kwamba uongozi huu wa awamu ya 5 ni uongozi ambao unaongoza kwa kufuata demokrasia, kanuni, sheria na taratibu kadiri ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyo. Yako mambo yanajitokeza na tunapojaribu kutoa maelekezo ya kimsingi kuweza kufuatilia, na kwa sababu ya utaratibu wa mazoea tu yanaweza kutafasiriwa vinginevyo. Swala lako la makatazo ya vyama vya siasa kufanya mikutano ni jambo ambalo naweza kusema msemaji wa kwanza kabisa hakutumia nafasi yake ya uandishi kuandika kwa mfululizo, kwa sababu ni mimi ndio ambaye nilikuwa nimefanya ziara kwenye jimbo langu kusalimia wapiga kura wangu. Mimi ni mbunge kama nyie, na napokuwa Ruangwa sivai koti la waziri mkuu, bali na kuwa mbunge nazungumza na watu wangu. Nimekuwa na vikao mbalimbali vya makundi mbalimbali nikiwashukuru binafsi kwenye jimbo langu ambako najua tuna utamaduni wetu. Nimepita pia kwenye kata ambazo pia madiwani wetu ni wa vyama vya upinzani, lakini tumeweka msimamo wa vyama vyote katika jimbo lile kwamba lazima sasa tufanye kazi za maendeleo kwenye jimbo letu. Na kama mwandishi yule angeweza kuweka mtiririko wa ziara zangu na matamko yetu ndani ya wilaya yangu kwa jimbo langu, angeweza kunitendea haki, kwa sababu nilichotamka mimi kilifuatiwa na kauli zilizotamkwa na madiwani kwenye kata ambako nimetembelea, wakiwemo wa upinzani, ambao walisisitiza na kutoa msimamo kwamba sasa jimbo hili tunataka tufanye kazi, swala siasa tunaliweka pembeni, swala siasa tunaondoa tofauti zetu. Haya yanazungumzwa na madiwani wenzangu wa vyama vingine. Kwa hiyo ni jambo jema wanapolitamka kwa wananchi, kwa maana ya kuweka msimamo wa maendeleo. Mtiririko ule tulizungumza pia na baraza madiwani, nimezungumza na wafanyakazi wa halmashauri, nimezungumza na baraza la wazee, nimezungumza na wakina mama, na pia nikazungumza na jeshi la polisi. Wale ni sehemu ya raia walioko kwenye jimbo langu. Mimi nimefanya kazi nyingi kwao na wao wamefanya kazi nyingi sana kwangu. Kwa hiyo kauli yangu ilikuwa inatokana mazingira yale. Kama mwandishi angeamua kufanya kazi yake vizuri kwa kueleza shughuli zangu, hata nilipotamka kwamba kuanzia sasa maeneo si tumeamua tufanye kazi tu bila kuzingatia itikadi za vyama vyetu,
na kwamba sasa mambo ya siasa tuache pembeni. Wale wote ambao sasa wanatakiwa kupita kwenye maeneo ya walioshinda ni wale tu ambao wameshinda kwenye maeneo yao. Kwa hiyo jambo lile kama ingekuwa limeelezwa, limeripotiwa kwa mtiririko ule, wala lisingeweza kutuleta tafasiri ambayo imekuja kutoweka. Mimi najua utawala wa sheria, najua vyama vya siasa vina haki yake, najua nchi imeamua inatambua kwamba chama cha siasa kinaweza kufanya mikutano, lakini pia kama msingi ule wa kauli ya wanajimbo wa Ruangwa unaweza kufuata na watu wengine, inaweza kuwaletea tija pia. Kwa kusema hilo, niseme tu kwamba jambo lile lilitokana na mazingira ninamoishi, na sikulitamka kama waziri mkuu, nilitamka kama mbunge wa jimbo, na lilitokana na matamko ya sisi wawakilishi wa vyama vya siasa tuko kwenye jimbo lile. Mheshimiwa, eneo la pili ni lile ambalo Mheshimiwa umetaka kujua swala la katazo uliofanya kauli ya serikali juu ya TBC kuacha kutangaza siku nzima na badala yake watatangaza vipindi vya maswala majibu, lakini baada hapo wataendelea na shughuli zao na huko wakirekodi ili waweze kutangazia baadaye. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo amelifafanua vizuri sana jana kwenye kipindi maalum, na naamini Watanzania wametuelewa. Haikuwa na lengo, TBC haijaacha kutangaza, walichofanya ni kubadilisha ratiba. Matangazo ya bunge yataendelea kutangazwa, lakini tumeondoa muda. Badala muda ule ambao wao wangeweza kufanya matangazo ya kibiashara na matangazo mengine, swala la bunge waandishi wao wako TBC na wawakilishi Dodoma, watafanya recording, halafu baadaye watatafuta muda mzuri ambao pia tunaamini Watanzania wengi watapata muda mzuri wa kuweza kuyasikiliza matangazo yao. Kwa hiyo huo ni mpango wa taasisi yenyewe wa ndani unaotokana na kazi wanazozifanya. Wanajua matatizo na faida wanazozipata ndani ya taasisi, na kwa hiyo wanaposhauri wizara, wanapoieleza wizara, na kwa kuwa walishaanza kutekeleza na Watanzania waliona mkatiko wa matangazo, lakini pia kulikuwa na swala kulikuwa na mwongozo ulitolewa hapa. Kwa tukasema jambo hili ni lazima sasa tulieleze kesho kwenye swali, ni lazima kuwa na kauli ya serikali kwa Watanzania, kwa sababu mwongozo ulitolewa na mmoja kati ya wabunge wetu anataka kujua kwa nini kuna mkatiko wa matangazo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa, na huo nadhani msimamo wa TBC na ndio msimamo wa serikali. Tunaendelea na Mheshimiwa kiongozi wa upinzani, swali la nyongeza. Mheshimiwa ametaka pia kujua matumizi ya majeshi. Majeshi yetu yako kwa malengo, kwamba lengo kuu ni kutunza amani na utulivu ndani ya nchi. Wajibu wao mkubwa ni kuhakikisha kwamba watu, kwa maana wa Tanzania, kwa majeshi ya Tanzania, wajibu wake ni kuhakikisha kwamba watu wetu wanafanya shughuli zao kwa amani na utulivu, na wako nchi nzima. Jukumu lao ni kumlinda Mtanzania popote alipo bila ya kukiuka misingi ya jambo ambalo wanatakiwa kulifanya wakati huo. Wako pia Zanzibar, wako pia Tanzania bara, na wote hao kazi yao na jukumu lao ni lile lile. Sasa wanaweza kulazimika kutumia nguvu pale ambako wanaona utaratibu uliowekwa eneo hilo unakiukwa. Na hiyo ndio kazi ya jeshi la polisi, kwamba wataendelea kutunza amani ili Watanzania walio kwenye eneo hilo kila mmoja afanye shughuli zake. Kila mahali kuna utaratibu wake na kila mahali kuna msingi wake, na tunangetarajia eneo hilo wote walio kwenye eneo hilo wanaofanya jambo hilo wafanye jambo hilo kwa msingi unaofanana, usiokiuka taratibu za eneo hilo. Kwa hiyo jeshi la polisi lipo na litaendelea kufanya